Mheshimiwa mgeni wetu maalum na kiongozi wetu, ni kwamba Lucia Sule alihamishwa kutoka mkoa wa Iringa kuja mkoa wa Mbeya mnamo tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2024. Kwa amekaa na sisi hapa mkoa wa Mbeya kwa kipindi cha miezi 6 tu, na Mungu amemchukua juzi tarehe 31 mwezi wa 3 2025. Lucia Sule alifanya kazi zake vizuri sana kwenye mkoa wetu, na nyote mnafahamu kwamba alikuwa ni mtu mwema, alikuwa ni jasiri. Lakini kama unavyoona hapa umri wake ni miaka 33 tu. Lakini ndani ya miezi 6 kwenye mkoa wa Mbeya sidhani kama kuna mtu ambaye hamfahamu. Alikuwa mcheshi sana, alikuwa ni mwepesi, alikuwa anapokea maelekezo, alikuwa anasimamia anachokiamini, alikuwa ni jasiri. Hizi ni sifa chache sana kuzipata kwa vijana wengi ambao wanakuwa viongozi. Lucia hakuwa chawa, Lucia hakufanya kazi ya mtu, alisimamia utaratibu, na sote tunasikitika sana. Katibu wa CCM mkoa asubuhi ya leo alikuwa ananiambia kwamba amepoteza mtu mahiri sana, ambaye ninyi nyote mnakumbuka, Chunya mnakumbuka, tulikuwa na zoezi la kusajili wanachama. Alituma kuja Chunya, na wanachunya mko hapa, kazi yake mliona. Lakini tulipokwenda kule Kyela, tulikuwa na zoezi, alipelekwa Kyela, alifanya kazi nzuri sana. Alipokuja Rungwe kwenye michakato ile ya uchaguzi, ninyi ni mashuhuda shughuli iliyotokea. Lakini Mbeya mjini, mwenyekiti nadhani wewe ni shahidi, waliongozana na kiongozi hapa kwenye mambo mbalimbali. Kwa ujumla, ndugu zangu, Lucia Sule alipata ajali tukiwa kwenye kutekeleza majukumu ya Chama cha Mapinduzi. Na ninyi mnakumbuka kwamba ajali ilitokea tarehe 25 mwezi wa 2 mwaka huu 2025. Kwenye ajali ile tuliwapoteza wenzetu 5, na wengine walikuwa wanaendelea na matibabu akiwemo Lucia Sule. Na toka alipopata ajali hiyo, Lucia Sule alikuwa chini ya uangalizi maalum ICU. Na kwa kipindi chote ameendelea kuhudumiwa vizuri sana na madaktari, ndugu na wana CCM. Na hali yake iliendelea kuimarika. Na mara mwisho madaktari walikuwa wanafanya mpango wa kwamba sasa atolewe ICU, apelekwe kwenye chumba cha kawaida ili aendelee kufanya mazoezi ili aweze kuzungumza. Lakini alikuwa anafungua macho, alikuwa unamuona kabisa anakunja miguu kutokana na changamoto kubwa aliyokuwa amepata. Lakini kwa bahati mbaya tarehe 30 hali yake ilibadilika ghafla, na madaktari walifanya uchunguzi tena, wakabaini kwamba kulikuwa na changamoto pia kwenye upande wa ini na figo. Wakajitahidi sana kuokoa maisha yake, lakini kwa bahati mbaya sana tarehe 31 usiku mwezi wa 3 2025 Lucia Sule alituacha. Kwa kuwa wamoja, kupendana na kuheshimiana, sote tuendelee kumwenzi Lucy kwa kuendelea kuwa wamoja, ili tuendelee kukiheshimisha chama chetu kama alivyokuwa anafanya marehemu Lucia Sule. Tuendelee kuwa wavumilivu kipindi hiki ambacho tumepoteza mmoja wa wapiganaji wenzetu, lakini tuendelee kuwa karibu na familia yake kama tulivyokuwa karibu wakati wote ambapo Lucy alikuwa mtumishi. Lakini ameendelea kutusihi kwamba wana mkoa wa Mbeya na Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya kwa kupitia kiongozi wetu ndugu yetu Patrick Mwaunenge, ambaye leo yeye naye ameenda kuongoza mazishi huko Manyara. Mimi nilipewa niongoze siku ya kuaga, tumegawana majukumu. Naye anawapenda, amesema amesikitika sana, na amesema niwape salamu zake kwamba yeye ametangulia huko ili mimi nije nianze huku yeye aweze kuongoza kule. Punctuality is not about being on time. It is basically about respecting your own commitment. Dada Lucy ndio alikuwa anafanya. Kuwa sahihi au kusema kuwa huko punctual sio tu kuheshimu muda, hata kuheshimu nadhiri
kuheshimu taratibu zako ni pamoja na kuwa wewe uko punctuality. Na wale ambao wanapenda kujieleza sana, na mimi naomba niwaage kwa maneno yafuatayo. Ya mwisho kabisa, wataalamu wa kujieleza wanasema, au wataalamu wa falsafa wanasema, usijieleze sana, maana wanaokuchukia hawataamini maelezo yako, na wasiokupenda wala hawataamini unachokiambia. Lakini wanaokupenda hata usipojieleza watakuamini ukiwa mbele yao.